mwanamume, sio wanawake wote wanaoweza kutoa mikojo ama kutoa maji wakati wa kuvumbulwa, wakati wa kufika kileleni. Lakini pia ni jukumu lako wewe mwanamume kuhakikisha kwamba mtoto huyo wa kike unayetaka akojoe kitandani unamtayarisha vizuri. Na kwenye kumtayarisha, si kumtayarisha mwili peke yake, ile unatayarisha mazingira, unatayarisha mental health yake. Yani awe na utulivu wa nafsi, akili na roho. Kwa sababu wakati wa kuvumbulana, na iwapo unataka mwanamke atokwe na maji, basi ni lazima, ni shurti awe amerelax. Unajua kule kurelax fully, kwamba nafsi, akili, roho, mwili wote uko pale kwenye sehemu moja. Wewe unafikiria sehemu hiyo moja, yeye akili yake iko sehemu hiyo moja. Hapo kwa kiasi fulani unaweza kumtoa mwanamke maji. Jambo la kwanza ambalo unafaa kwanza kulitambua wewe mwanamume, kwa sababu mwanamke sio lazima atokwe maji ndio upate uhakikisho kwamba amefika kileleni. 1, 2, kitu ambacho mwanamume unafaa kujua, raha ya mwanamke haipo ndani ya kipochi manyoya, ipo juu ya kipochi manyoya. Kwa hivyo usikurupuke katika kumvumbula. Wewe unajua kwamba ni kugonga G-spot huko ndani ndio mwanamke akojoe. La, ukijua kucheza na mwanamke, kama ulikuwa hujui, anaweza kukojoa, anaweza kufika mshindo pasi na wewe kumuingilia. Ile ya kwako wewe ni penetration na wewe upate kufika mshindo. Lakini mwanamke hahitaji kuingiliwa kwenye kipochi manyoya ili akojoe ama afike mshindo. Tuko kwenye kurasa kimoja na tuko kwenye kitabu kimoja. Kitu cha 3, unapokuwa hasa una focus na wewe mjaboko wako kuingia ndani ya kipochi manyoya, kwa sababu unajua pale katika kuvumbulana ni sote tusaidiane. Mimi kama mwanamke nijisaidie, wewe kama mwanamume ujisaidie, sote tufike mshindo. Ndiyo pale unapoona mwanamume labda mwenyewe unapiga mnyonyo kipochi manyoya, mwanamke mwenyewe anacheza na chuchu zake, katika ile hali ya kukusaidia wewe mwanamume ili yeye afike kileleni. Sasa mwanamke, iwapo utapata mwanamume ambaye ana haraka nyingi sana za kuingiza uume wake kwenye kipochi manyoya, na wewe unajua kwamba raha ya mwanamke yote ipo juu ya kipochi manyoya, unaweza kutumia vidole vyako katika kujifikisha kileleni. Ndiyo, kwa sababu utamu wa kipochi manyoya, utamu wa mwanamke sio ndani. The moment ukijua kuchezea kile kipochi manyoya, ukapiga mnyonyo vizuri, mwanamke anakojoa, anafika kileleni zaidi ya mara 2, mara 3, mara 4, mention it all. Bora tu uwe umemuandaa vizuri. Kule kumpiga minyonyo, mara umemtia ulimi wa masikio, mara umempiga chuchu minyonyo, yani unamchezea vizuri, ile peke yake kwamba umemuandaa, anaweza kufika kileleni. Na ndio maana kila siku nakwambia umjue mwanamke wako, kwa sababu sio wanawake wote kama nilivyotangulia kukwambia kwamba wanatoa maji. Kuna signs nyingi
ambazo zitakupelekea wewe kujua iwapo mwanamke wako kafika kileleni au la. Moja ni hiyo ya kutokwa maji, ambayo kizungu inaitwa squatting. Ana squat mwanamke. Yaani ni kama vile chemichemi ya maji. Ni kama vile mfereji umefunguliwa. Na wewe kama ni mwanamume ambaye umepata mwanamke unayemtoa maji, shekhe anakuvulia kofia. Huyo mwanamke hata akawa kisirani gani, hata akawa anakufanyia uafrithi gani, inshallah akupate juu ya mwanamke mwingine, hatawahi kukuacha. Ila sikwambii kwamba uendelee kuwa na kina Amina Manyonyo ama uchepuke, amna. Ila tu nakwambia mtoe mkeo maji. Ukimtoa mkeo maji, jeuri yake yote inaisha. Hata akaja akaletea, nimemwona Omari Marashi yuko juu ya kinena cha Amina Manyoya, nakwambia basi haya. Atakwenda kisha atarudi. Haondoki. Sawa Ila kunazo njia nyingi sana mwanamume ambao unafaa kujua kwamba mke wangu ama mwanamke wangu akiwa na hali hii ndio itakuwa amefika kileleni. Huende ikawa maskini unafanya kazi nzuri sana, mke wako anaridhika na kwenye uvumbalaji wako unamfikisha kileleni zaidi ya mara 2. Tofauti ni kwamba mke wako hatoi maji lakini anafika kileleni, kwa sababu huyo mwanamke wako ama huyo mke wako tangia mwanzo umemtayarisha mpaka kwa sababu kipochi manyoya ambacho kiko healthy ni lazima kiwe na ute. Lakini ule ute ukizidi kuloa sana, kipochi manyoya kikiloa sana zaidi ya maelezo, ishara tosha kwamba mke wako ama mwanamke wako kafika kileleni. Kunazo zile kelele, kuna miguno, kuna mikunjo ambayo atakuwa anavuta mashiti. Ila hapa kwenye miguno, mwanamke anapofika kileleni huwa hajui hata anasema nini, kiasi cha kwamba ile raha ikiisha, raha tuleili ikimuishia, mkimaliza tendo ukimuuliza ulikuwa unasema nini, haelewi. Lakini ukipata mwanamke ambaye anapanga tanakali zake za sauti, miguno anayapanga kama vile yuko studio anarekodi CD, jua babu chanja umepigwa changa la macho. Huyo anafoji. Na 75% ya wanawake katika ndoa wanafoji kwamba wamefika kileleni. Kwa sababu gani? Hawafurahii tendo la ndoa. Waume zao ni wabinafsi. Hawawatayarishi, hawataki kujua wanafurahia tendo. Mwanamke huyo kila siku unamuingilia pasi kumtayarisha. Humchezei mke wako mpaka akatoa ute ili ule ute ukusaidie wewe kwenye penetration. Wewe ni ukiingia una mafuta yako ya nazi, una samli yako, una mafuta ya Vaseline, una mafuta kila sampuli, ili ujipake wewe ndio muingilie mwanamke. Anapata maumivu. Wengine hawatumii kilainishi chochote, wanavurumiza tu wao, hawajali maumivu. So unapoingia pasi kumtayarisha mwanamke wako, anapata maumivu, anapata michubuko. Na ile michubuko, leo anapata michubuko kwa sababu wewe humjali huyo mke wako. Kesho utaingia tena pasi kumtayarisha, anapata michubuko. Inabidi afoji, akuonyeshe wewe kwamba ameridhika ili uachane na ile shughuli, kwa sababu anaumia. Na mwanamke kama hivyo
akiendelea, trust me, kando na kupoteza tu hamu ya tendo la ndoa, mwanamke kama huyo atachukia kitendo chenyewe haswa. Kwa hivyo chonde, wewe mwanamume unainisikiliza, ambaye umeama chumba, tafadhali usimtese mkeo. Ujue uke wa mke wako, mjue mke wako ni dalili zipi anazokupatia, kwa sababu sio wote wanaotoka mikojo, sio wote wanaotoa maji. Na hiyo mikojo, msikilizaji, isikie tu hivyo, si kwamba ni mikojo basi, na hapana. Maji yanayotoka pale hayana harufu, hayana rangi, ni maji meupe tu, sawa? Kwa hivyo chonde, kuna wenye wanaotoa maziwa mazito kama ya mtindi vile. Kifanya kazi yako vizuri, kipochi manyoya kinaitikia, na wanawake wapo tofauti, kwa hivyo miitikio yao ya kipochi manyoya pia ipo tofauti. Tumeelewana? Kwa hivyo hicho kipindi hicho cha kutoka maji, cha uke kuloa sana, na kipochi manyoya kutoa maziwa mazito kama ya mtindi, zote ni dalili kwamba mke wako ama mwanamke wako kafika kileleni. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.